Unasemaje wewe ni moral icon? Umefanikiwa wapi kwenye unachokifanya? Nafikiri isingekuwa modeling hata Abe usingekuwa unanijua. Yeah, true. Kwa hiyo nimekutana na watu wengi sana kwa kile ambacho nakifanya. Okay. Na ninaweka nguvu kubwa sana hapa. Kwa sababu mwisho wa siku hii ndio njia yangu niliyoichagua. Yeah, na kuna sehemu itanifikisha naamini hapo. Okay, ambapo ni wapi unataka kufika? I wish hata niende nje nikafanya zile runway za nje kwa sababu nafikiri zile ni zitaleta image nzuri sana kwa kitu ambacho nakifanya. Tofauti na hizi runway za hapa Tanzania. Okay. Kuna story moja ni funny lakini acha tu nini. Mimi unajua ile siku Happy inatoka nilikuwa niko safarini. Nilikuwa kwenye train, naenda Dodoma. Nikapigiwa simu, bana Washo. Kuna mwanangu mmoja akanipigia, "Oya, vipi safi?" Of course mimi niliweka status pia. Akanambia, "Oya, nimeona umeweka status bana ya Washo hapo. Nimekutana naye, yani huku ni sherehe." Yeah, share na mimi. Of course nilijisikia vizuri kwa sababu najua bana ni step nyingine kubwa sana. Share na sisi video ilipotoka ya Happy ya Diamond. Kwanza before haijatoka mimi ndo mtu ambaye nilikuwa naongoza kwenda kwenye hizo page za Wasafi. Nipate hata zile behind kwa sababu kumuelezea mtu kwamba nilikuwa kwenye video ya Diamond. Diamond ni msanii mkubwa sana yeah. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka nijione. Kwa hiyo nilikuwa nasubiria kwa hamu. Na walituambia baada ya Ramadhani tu inatoka. Okay, nilikuwa nyumbani, kuna mtu akanitumia short clip ameangalia YouTube kwenye TV. Baada ya kuiona nilikuwa natetemeka. Nataka nijione nimewekwa kwenye scene ipi. Scene ambayo nilikuwa na wish kuonekana haijawekwa. Yeah. Na ile ndo nilikuwa na wish kwa sababu Diamond alikuwa nyuma yangu. Okay. Nilikuwa nimekaa kwenye pikipiki, alikuwa nyuma yangu na wasichana wawili. Okay. Kwa ile ndo nilikuwa na wish kuiona. Baada ya kufungua nyimbo naona sipo kwenye ile scene, yani imekatwa. Vipande vingi sana vimekatwa kwenye ile video. Okay, naenda mbele, baada ya Diamond najiona mimi. Kwa hiyo yani nilifurahi sana kwa sababu nimepata shot kali ya peke yangu. Na ile nikaamini kwamba hata yeye mwenyewe Diamond ni ameichagua iwepo pale. Kwa hiyo nikajiona mimi ni mkubwa sana kuwa pale. Sio kitu kidogo. Okay. Babu kubwa. Na baada ya pale ratiba zako zilibadilika kiasi gani? Simu zilikuwa nyingi, nikaona followers wanaongezeka, viewers wanaongezeka, yani imeniinua sana. Sana. Yani hata sasa hivi hapa nikitembea labda nimekutana na mtu utasikia, "Wewe nimekuona wapi kwenye video ya Happy?" Hivyo. Yani imeniinua sana. Kwa hiyo sasa hivi kuna vitu baadhi na skip kuvifanya kwa sababu tayari kuna image imetengenezeka kwa jamii kwamba huyu dema mpaka ametoka huku Morogoro ameenda kushuti na Mondi, sio rahisi. Sio kawaida. Sio kawaida kabisa. Okay. Yeah. Sawa. Kwa hiyo kwa kifupi mfano wa vitu viwili tu ambavyo umeacha baada ya ile video kutoka. Nimeacha kuwa natoka sana. Ulikuwa ni mtu wa kutoka sana. Nilikuwa natoka lakini sio sana, lakini sasa hivi nataka niwe indoor person. Kwa sababu gani? Kwenye kutoka kuna mambo mengi huko nje. That's true. Kwa hiyo na mimi ni binadamu. You never know nikatoka nikaenda kufanya nini. Nikazingua. Kwa nilipo tena alafu nirudi nyuma. Alafu nirudi tena. Ita take time sana. Kwa hiyo sitojisamea. Kwa hiyo na try sana kuskip vitu vingi ili isije ikaniharibia image hii ambayo iko kwa watu kwamba wewe ni star umeenda kwenye video ya Diamond ya. Okay. Kwa hiyo sasa hivi kama tunataka kukuona ni Ikene. Acha Ikene mimi huwa naenda kila Jumamosi. Sio kila siku. Okay. Yeah, na nikienda nafanya kile kilichonipeleka and then narudi nyumbani. Okay. Yeah. Ndo mkataba unavyosema. Oh yeah, bana tuko na Washo Modo ambaye ametokea kwenye baadhi ya video and naambiwa hapa umefanana naye ya Bele9 pia ulifanya. Ile nayo Charlotte kwake sana Bele9. Okay, Charlotte kwa Bele9. Ile pia ilitokea tu kama miujiza kama kwenye Happy kwa sababu hata kwenye Happy sikuwa najua kama naenda kushoot na Diamond. Serious? Yes, mpaka nafika Lamada
naangalia hizi setup sio za kitoto, setup kubwa, watu wengi, watu wako serious. Hata Joma pia nilikuwa simfahamu. Ndio for the first time namuona pale. Okay. Kwa hiyo hata kwenye umefanana naye, mimi nyumbani kwetu Bele 9 ndo alikuja kunifuata. Okay. Ya, na nakumbuka ile nilikuwa 2022 sijui ya. Nilikuwa sijawahi kumuona Bele. Na Bele ni Molo Icon, ni msanii mkubwa. Kwa hiyo nilivyomuona naenda kushoot na Bele 9. Pale sasa ndio ikaanza kwamba Asha ameshoot na Bele 9 hivyo. Kwa mimi hizi video zote zina historia nzuri sana kwenye kile ambacho nakifanya. Okay. Zinaniongezea thamani sana. Oh yeah. Yeah. Na mitonyo inaingia pia. Yani, sio bure. Kwa sababu naamini baada ya Happy hata mikataba kidogo ambayo ulikuwa umesign itabidi ianze kubadilika, si ndio? Yes. Ikiisha sijui au ulivyorudi tu jamani sasa unajua nimetokea kwenye Happy nione hapa. Unajua zile. Kwa hiyo hata pesa yetu bana itabidi iongezeke kwa namna hii. Happy imeniinua, ilinifanya nilienda sehemu simamishwa, sijui naweza kuitaja. Miamo Lounge. Okay. Nilienda pale, walikuwa na show yao lakini waka pause kidogo. Tuko na video vixen. Kwa hiyo yani I'm feel proud yani kwenye kile ambacho nimekifanya Mole. Yeah, it was normal sana. Hongera sana. And unafanya kazi nzuri. That's why Mega Mix tumeona hiyo na ndio maana uko hapa au vibana. Yeah, kuna namna wapo baadhi ya wazazi ambao wanawakataza watoto wao kuingia kwenye umodo. Na sababu zinajulikana, si ndio? Yeah, wewe haujakutana na hiyo changamoto? Mimi kwanza toka nakuwa nimelelewa na mzazi mmoja ambaye ni mamangu. Okay. Babangu mimi amefariki muda mrefu sana. Oh yeah. Mamangu ni mtu ambaye hata akiona nimeposti niko location ataniomba nimtumie apost. Kwa hiyo hata video ikitoka anaposti kama mimi ninavyoposti. Hata caption anaweza kaiba kwangu. Oh yeah. Kwa hiyo ananisupport sana. Sijawahi kupata changamoto ya mzazi wala mpenzi kunizuia kile ninachokifanya. Okay, lakini wapo ambao wanakutana na hizo changamoto. Yeah. And tunaamini wazazi hapa pengine wakawa wanatusikia, wanakusikiliza moja. Kama juzi kati hapa nilikuwa na shoot video nyingine ambayo bado haijatoka. Inatoka soon. Kuna rafiki yangu, yeye anakaa na dada yake. Simu zilikuwa nyingi sana. sana. Kwa nilikuwa na please hivyo labda ongee naye, mpaka kuna time akanipa niongee na dada yake, nikamwelewesha kwa sababu tulikuwa tumetumia muda mrefu. Tumeanza kushuti toka asubuhi mpaka saa 10 usiku. Dada yake akawa anampigia sana. Kwa hiyo mimi nafikiri kama wazazi waelewe kwamba sisi pia tuna ndoto zetu. Okay. Watafute tu namna ya kuturekebisha kwenye kile tunachokipambania, ila sio kutukataza. Okay. Yeah. Na wao wanachokikataza lakini mnakielewa. Tunakielewa kwa sababu kwenye video sometimes kuna changamoto nyingi kama mtoto wa kike unakumbana nazo. Na ukiwa kama akili yako haijatulia unaweza ukapotelea huko. Okay. Sababu unakutana na watu tofauti, wana tabia tofauti. Kwa hiyo mimi naelewa sana wazazi kwa nini wanatukataza. Okay. Lakini kwenye kutukataza wasitukataze kufanya kile ambacho tunakipenda, bali walikirekebishe tukifanye sahihi, tusifanye tofauti na wao. Banayo punchline kali sana. Yeah. Usikataze ila rekebisha kile ambacho mtu anaamini akifanya hichi kwa sababu nakipenda. Yeah. Ili ndoto itimie. Bab kubwa. Bana ni Washo ndani ya Mega Mix ya Abud FM. Time yetu imekimbia sana na tumezungumza mengi sana. Kuna kitu ambacho ulikuwa unatamani kukizungumzia na sija kuuliza? Mimi au vyote nimegusa? Vyote umegusa. Lakini ningemwomba tu mamangu aamini kwamba mwanae napambana kwa ajili yake. Oh yeah. Yes, napambana sana. Sababu kuna njia amezipita mimi ndo nilisababisha apitie na ninaelewa hilo. Kwa hiyo hii kupambana kote napambana kwa ajili ya familia yangu. Okay. Mimi ndo dada na wadogo wawili na mama tu, sina baba. Okay. Kwa hiyo napambana sana kwa ajili yake. Yaani hilo tu aelewe na aniamini sana. Yeah. Na nimekumbuka kuna niliona post yako ya TikTok, ni kama ulikuwa umetengeneza namna kama, of course nilienjoy sana. Kama unaongea na baba yako ambaye tayari ametangulia. Katika kitu ambacho kinanitesa sana kwa sasa ni baba yangu. Sijui yani imekuaje, lakini hiyo hali imekuwa inanitesa
sana sana. I'm trying niwe sawa but nashindwa, unajua? Yeah. Nakumbuka hata kuna siku niliingia live nikalia, which sio kitu sawa. Lakini nilikifanya. Mimi sijawahi kupata bahati ya kukaa hata na baba. Okay. Yaani makuzi yangu yote, lakini nilipokuwa mdogo nilikuwa naona ni sawa. Sasa nimekuwa. Sababu mimi sikai tena nyumbani, kuna vitu nakumbana nazo. I wish yeye angekuwepo. Maana sio vitu vyote naweza kuongea na mama yangu. Kwa hiyo kitu kimekuwa kinanitesa sana. Na kwa imani wanasema mzazi anasikia huko alipo. Yaani ajue kwamba kuna muda namhitaji sana sana sana. Ila hakuna namna ninaweza kufanya. Kwa kile ambacho nilikipost, naona ndo kama kinapunguza machungu yale ambayo najisikia muda huo. Okay. Yeah. Na mama anakuelewa lakini. Yeah, mama ananielewa. Sometimes mimi nikiwa niko haido nyumbani, sina cha kufanya, nitaenda makaburini kwa babangu. Yaani hiyo ndo amani yangu. Yeah. Okay. Yaani nasema anakuelewa kwenye engo ya haoni kama unaona akamilishi baadhi ya vitu. Anaelewa, nafikiri anaelewa. Kwa sababu yeye hawezi kukamilisha kila kitu kwangu. Okay. Na ndio maana pengo la baba linaonekana. Yeah. Bab kubwa, Bwana Washo, sisi tunakushukuru sana and tutarajie kazi mpya. Yes. Muda kazi mpya. Kubwa sana na nimeplay part yangu vizuri sana, nimepewa nafasi nzuri, namshukuru sana Joma. Okay. Ni kazi nyingine tena? Yeah, ni kazi nyingine. Nafikiri itatoka kama sio wiki ijayo. Okay. Kwa hiyo kazi zipo nzuri tu. Yeah, na kazi kubwa yani. Ujumbe kwa watu ambao wanahusika na masuala ya burudani, kuna namna wanaweza kawa wanawatumia modo kwenye issue zao za burudani hasa Morogoro, kama una ujumbe kwa ajili yao? Kuna sehemu labda unaona kuna sehemu pale mimi ningefiti ujue, ila sasa ndo hilo wazo hawana hawa watu. Mimi niongee tu na watu wa Morogoro. Mkoa wetu umekuwa unakuwa taratibu kutokana na watu waliokuwepo ndani ya mkoa. Okay. Tungeachilia mioyo kwamba watu kwenye engo fulani mtu fulani ana fit, kwenye engo fulani mtu ana fit. Tuache majungu, tuache roho mbaya kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu. Okay. Yes. Kwa sababu changamoto kubwa ambayo Morogoro ipo ni mtu kutotaka kumpa mtu kitu afanye aonekane, kwa sababu ataonekana amefanya vizuri. Hiyo ni roho mbaya kwa mimi na ninavyoona. Kwa hiyo tuachilie mioyo, tufanye vitu kama watu wa Dar wanavyofanya. Mimi nikienda Dar na huaga naona kama niko nyumbani. Unakutana na models wanakuchangamkia kama mwenzao wa Dar. Tofauti na Morogoro. Ndio maana mimi naweza nikasema Morogoro hamna models, kwa sababu wanasema wanajua lakini wapo nyuma. Hawataki kuonyesha. Kwa hiyo tukiachilia mioyo tutafanya vitu vizuri sana Morogoro, kwa sababu mkoa wenye vipaji vingi ni Morogoro. Yeah. Bab kubwa, shukran sana. Ukipata time ya kusikiliza ngoma, wewe unasikilizaga wimbo gani? Mimi sasa hivi napenda kusikiliza nyimbo ya Mario mpya. Mombasa. Yeah, hiyo naipenda. Okay. Sawa, basi acha tuenjoy na Mombasa. Sisi tunakushukuru sana. And shout out kwa watu wote ambao wanakusupport, na shout out kwa shemeji yetu pia, kwa sababu umesema anakusupport sana, si ndio? Sana. Shout out kwa mamangu, shout out kwa dadangu Rukia. Ningeweza leo kuja naye lakini ndio hivyo, anaumwa. Pole sana. Shout out kwa wadogo zangu, shout out kwa rafiki yangu amenisindikiza anaitwa Zatia. Shout out kwa watu wote wanaonipenda. Okay. Yes. Basi sisi Mega Mix tunakupenda sana. Zatia. Yeah. Zatia ni modo pia au naye huyu ni level za Rama Q? Hapana, yeye afanyi model. Okay, sawa bana, natania tu. Yeah, by the way, asante na karibu sana. Kama una issue yoyote modo unatamani iende na nini, bana tuko hapa. Mega Mix tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha vitu vinakuwa au vibana. Charlotte pia kwako Abe. Thank you. Wewe ni mtu ambaye najua unanipenda na unanikubali. Yes. Bila kusahau DJ Rama Q ni mtu ambaye najua ananipenda na anatamani nifike mbali. Yes. Yeah. Bila kumsahau bosi wangu, bosi wa Miao Jimmy. Yeah. Don Angelo, familia yetu yote tunajuana, tunasupportiana. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Mimi ni mdogo sana kwenu lakini mmekuwa mnanibeba sana. Kwa hiyo mimi nashukuru na ninajua hilo. Big time.